Sehemu ya pili. Kumbuka mfululizo wa somo hili unaenda mpaka sehemu ya 100. Kwa hiyo utajifunza mengi na utaelewa mengi. Sehemu ya pili. Swali linasema, je, katika Agano Jipya Mkristo kuwa na wake wengi ni dhambi, sio dhambi? Jibu, sio dhambi. Kwa nini? Kwa sababu Agano Jipya lenyewe limetushauri au limetuagiza kuwaiga waliotutangulia. Hiyo ndio sababu ya pili. Kuwa na wake zaidi ya mmoja Mkristo kabisa sio dhambi, kwa sababu Agano Jipya lenyewe limetuagiza au limetushauri kuwaiga hao watakatifu waliooa wake zaidi ya mmoja. Yawezekana utaniuliza, imeandikwa wapi? Fungua kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 7. Biblia inasema kwamba muangalie hao waliowatangulia. Waangalieni hao waliowatangulia. Angalieni mwenendo wao, angalieni mwisho wao, na kasema kisha muiige imani yao. Hao waliotutangulia, wakina Ibrahimu ndio waliotutangulia, wakina Yakobo ndio waliotutangulia, wakina Daudi ndio waliotutangulia. Mwenendo wao ulikuwa unaendana na kuoa wake wengi. Sasa Agano Jipya linatuambia tuige mwenendo wao. Sawa? Tuige mwenendo wao. Imani yao hiyo waliokuwa nao hao mashujaa wa imani ilikuwa inaambatana pia na imani ya kuoa wake zaidi ya mmoja. Tumeambiwa tuige imani yao. Kwa hiyo katika Agano Jipya kuwa na wake wengi Mkristo kabisa aliokoka sio dhambi, kwa sababu Agano Jipya lenyewe limetuambia tuwaige. Waebrania 13 mstari wa 7. Ukikutana na mtu anakuchachavya kwa maandiko na nini, mwambie kwamba unataka tu kunifanya niwe mlemavu wa uzao, kwa sababu wanaume wanaokatazwa kuoa wake zaidi ya mmoja wanafanywa kuwa walemavu, wanafanywa kuwa watu wa watoto wachache wenye ukoo mdogo. Angalia mtu anayezaa watoto wachache, hata ukoo wake unakuwa mdogo. Angalia wanaozaa watoto wengi, ukoo wao unakuwa mkubwa. Kwa nini Daudi au Ibrahimu ukoo wake ni mkubwa? Kwa sababu uzao wake ulikuwa unaoa wake wengi. Suleiman alioa wake 700 binti za wafalme. Daudi alioa wake wengi sana. Ndio maana ukoo wa Kiyahudi ni mkubwa. Kwa hiyo sababu ya pili, kuwa na wake zaidi ya mmoja katika Agano Jipya sio dhambi, kwa sababu Waebrania 13:7 imetuagiza, imetuambia tuwaige wale waliotutangulia na tuige imani yao na mwenendo wao wa kuoa wake zaidi ya mmoja. Walienenda katika kuoa wake zaidi ya mmoja na wakiwa na mwabudu Mungu wa kweli. Na sisi tukiamua tunaenenda na imani hiyo, tunaoa wake zaidi ya mmoja na tunaiga imani yao na tunamtumikia Mungu. Mtu akikwambia ukiongeza mke wa pili au watatu hutaenda mbinguni, mwambie nitaacha kwenda kwenye mbingu ya kwenu, lakini nitaenda kwenye mbingu aliyopo Daudi, nitaenda kwenye mbingu aliyopo Ibrahimu, nitaenda kwenye mbingu aliyopo Sulemani, nitaenda huko. Wewe utaenda kwenye mbingu ya watu ambao hawakuoa wake wengi. Mwambie tu hivyo hivyo. Hiyo ndiyo sababu ya pili. Haya masomo yanaendelea sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya 100. Wewe fuatilia tu. Ukipata nafasi tembelea YouTube yetu. Andika tu Saa ya Uzima wa Roho kwa herufi kubwa. Utajifunza mengi. Tunaenda mpaka sehemu ya 100.